Ni tarehe 25 ya mwezi wa pili mwaka wa 2025. Hujambo na karibu sana popote pale ambapo unatutazama. Hii ni Mlimani TV na hii ni Mlimani Leo Asubuhi. Jahara sehemu ya kwanza, sehemu pekee ambayo unapata nafasi ya kujua mambo ya kiuchumi, kisiasa, kijamii pasipo kusahau yale ya kiutamaduni zaidi. Leo hii tutakuwa tunaangalia siasa ni huduma? Je, siasa ni wajibu au siasa ni ajira au siasa ni taaluma kama zilivyo taaluma nyingine? Mimi ni Paul Lugalo, lakini nipo na mwalimu Ndihoila Zuberi Shabani ambaye ni mtaalamu wa siasa pia. Atakuwa anatudadabulia kinaga ubaga haya ambayo ninakwambia. Unaweza kutufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii kwa maana ya YouTube na Instagram kwa jina la Mlimani TV UDSM, ukawa unaona yale maudhui ya kuelimisha, kuburudisha pamoja na kukufunza pia. Mwalimu Ndihoila, karibu sana katika studio za Mlimani TV kwa mara ya kwanza. Shukrani sana. Asante sana. Tukisema kitu ni huduma, tunamaanisha kwamba mtu anaweza kakipata pasipo kutoa chochote. Yes, kwa upande wa siasa ipoje? Shukrani sana. Tunapozungumzia siasa kwa kipindi cha sasa hivi imekuwa tofauti kidogo na kipindi cha miaka ya nyuma. Miaka ya nyuma ilikuwaje? Yes, nikiwa na maana ya kwamba katika siasa kama wito, ni kweli siasa kama wito ina maana mwanasiasa, tunampata mwanasiasa ambaye anafanya siasa kama huduma. Na tukisema siasa kama ajira, maana yake ni kwamba tunampata mwanasiasa ambaye anatumia siasa kama kitega uchumi. Hawa ni wanasiasa wawili tofauti. Tunaposema siasa ya wito Kama hapa huduma. kama huduma. Yes, hapa tunawapata wanasiasa au niseme viongozi ambao ni wawajibikaji, wazalendo, lakini pia wanasimama kama sauti ya mpiga kura. Lakini tunaposema siasa kama ajira, hapa huyu ni aina ya mwanasiasa ambaye ametanguliza maslahi binafsi sana. Ili nijue huyu anatoa huduma na mtambuaji. Shukrani sana. Ili tuweze kutambua sasa, tuweze kuisaidia jamii, huyu ni mwanasiasa anayetoa huduma na huyu ni mwanasiasa ambaye anayefanya siasa kama kitega uchumi. Iko hivi. Jamii lazima ielimishwe kwanza. Ielimishwe kwa namna gani? Tuisaidie jamii iweze kuwatofautisha hawa wawili. Kwa namna gani? Kwa namna hii. Cha kwanza, kuna kitu lazima umfuatilie. Tunapoingia katika michakato ya uchaguzi, lazima tuwe tunawafuatilia wagombea wetu. Tunawafuatilia kwa namna gani? Kuna watu ambao wanakuja dakika za jioni kabisa. Yaani unaona miaka 5 imeisha, uchaguzi umetangazwa, ndo mtu huyo anajitokeza. Umeona? Lakini kuna wale sasa wenye wito, hasubiri apate madaraka ili akae na jamii. Nikiwa na maana ya kwamba wanajitoa aidha kwa muda wao, na kama si muda basi rasilimali aidha ni fedha na kadhalika. Ikiwa tayari ameshapata nafasi sehemu fulani ya uongozi, manake wote wanafanya kazi na wote wanalipwa mshahara, si ndio? Sahihi kabisa. Nini ambacho yani kwa sababu wote wanapokea fedha ama ujira. Ndiyo. Nini ambacho sasa kinamtofautisha kwamba wote wanapokea ujira ndio, lakini nini ambacho kinamtofautisha kati ya huyu na huyu ambaye nasema anatoa huduma na huyu ambaye yupo pale kwa ajili ya ajira? Shukrani sana. Mwanasiasa mwenye wito lazima awe na vision. Nikisema vision lazima awe na maono. Na maono ya mbali zaidi. Nikiwa na maana ya kwamba sasa hivi Tanzania imezindua, Mheshimiwa Rais alizindua dira maendeleo ya taifa 2050. Ina maana tunaiangalia Tanzania kwa miaka 25 ijayo. Yaani 2050. Tunataka tu tuna Tanzania aina gani? Kwa hiyo hapa ni lazima tuwe na wanasiasa watakaoenda sambamba na malengo ya dira ya taifa 2050. Iko hivi. Lengo la dira ya taifa 2050 ni kuifanya Tanzania iwe na uchumi wa juu, kipato cha juu cha kati. Lakini pia kuwa na ustawi wa jamii na utawala bora. Huu utawala bora tunaupata kwa namna gani? Ni lazima tuwe tuna viongozi wenye vision. Kwa sababu bila siasa hatuwezi kuwa tuna utawala mzuri. Na bila utawala hatuwezi kuwa tuna maendeleo. Sasa haya maendeleo tunayoyahitaji sisi kama raia au wananchi au kama jamii, tutayafikiaje? Ni lazima tuwe tuna viongozi ambao wana vision. Huyu mwenye wito ana vision. Ana vision kwa sababu gani? Yeye
yupo kwenye siasa, sio kama siasa kitega uchumi, la hasha. Yupo kwenye siasa kutoa huduma. Wananchi hawana maji, umeona? Wananchi hawana shule, au wananchi wana kilio fulani. Kwa hiyo yeye anasimama kama sauti ya wale wananchi. Japokuwa ya kwamba wapo hata hawa ambao hawana wanatumia siasa kama ajira, wanaweza wakasimama, lakini wana utofauti, kwa sababu katika uwasilishaji wao wa hoja, mwanasiasa mwenye wito na mwanasiasa anayetumia siasa kama ajira wapo kwenye utofauti hata katika hoja, sio mtazamo tu au vision. Hapana, hata katika hoja. Mwanasiasa mwenye vision ama mwanasiasa mwenye wito anazungumza katika uhalisia, katika kutatua matatizo ya wananchi. Na huyu sawa, anazungumza katika kutatua shida za wananchi, lakini ametanguliza maslahi sana. Kuna wengine ni wazuri sana kwenye kuongea, lakini kwenye utendaji inakuwa changamoto kidogo. Hao tunaweka kwenye kundi gani? Asante. Hao tunawaweka katika kundi la wanasiasa wanaotumia siasa kama ajira. Sababu wewe ili uweze wewe unaingia kwenye nafasi kwa ajili ya kuwatumikia wananchi. Sasa hao wa aina hiyo wanaingia kwenye nafasi na kwa ajili ya kujitengenezea wanajitengenezea namna ya kuendelea kubaki katika hizo nafasi. Lakini katika maisha kwenye kila kitu ambacho mtu anakifanya anategemea apate kitu fulani. Sahihi. Either ni fedha ya kuendeshea maisha au kitu kingine ambacho kinaendana na kuendesha maisha yake ya kila siku. Unaonaje tusinyoshe maelezo tu moja kwa moja kwamba siasa ni ajira? Sijapinga kama siasa sio ajira. Siasa ni ajira. Lakini ajira hii, kwa sababu hata mwenye wito si analipwa? Analipwa mshahara huo na wito, utumie siasa kama wito au utumie siasa kama ajira, wote mnalipwa. Si ndio? Kwa siasa sawa, nakubaliana na wewe, siasa ni ajira. Lakini ajira yake kwa namna gani? Kupitia katika michakato ya kuwapata viongozi ambao watakao wawakilisha wananchi. Utofauti kati ya mwanasiasa ambaye anawajibika kutoa huduma kwa jamii na mfanyabiashara, utofauti wake mkubwa ni nini? Shukrani sana. Mfanyabiashara huwa ana target yake. Kwa sababu biashara ni uwekezaji. Na huyu na uwezo kumfananisha na mwanasiasa anayetumia siasa kama ajira. Atatumia fedha, lakini fedha ile amewekeza, anahitaji fedha ile ije irudi. Kwa sababu hakuna anayefanya biashara kwa malengo ya kupata hasara. Lasha. Anayefanya biashara, anafanya biashara kwa malengo ya kupata faida kubwa. Yaani atakachokipata kimkuzie mtaji wake, awe na mtaji mkubwa zaidi. Kwa hiyo mfanyabiashara na mwanasiasa mwenye wito ni watu wawili tofauti. Na ili uwe mwanasiasa mwenye wito, usitumie siasa kama kitega uchumi. Uwe na vyanzo vingine vya mapato. Okay. Umeona? Vyanzo hivi vya mapato vitakuongezea wewe kwamba sawa, siasa nafanya, lakini nafanya siasa kama wito, sehemu ya kuwahudumia watu kwenye jamii. Lakini huyu anayefanya siasa kama ajira, yeye anafanya siasa kama kitega uchumi. Anatoa fedha kwa ajili ya kampeni, watu watafanya kampeni, lakini ile fedha atataka irudi. Okay. Umeona? Sawa. Nitarejea kwako. Na mtazamaji, kama kwanza ndo unaungana nasi, hii ni Jahara sehemu ya kwanza, Mlimani Leo asubuhi ndani ya Mlimani TV. Mimi ni Paul Lugalo, nipo na Mwalimu Ndioila Zuberi Shabani, mtaalamu wa siasa, ambapo anatutadavulia kinagobaga upi ni wajibu mzuri wa mwanasiasa. Ni tumtofautishe vipi mwanasiasa anayefanya kazi kwa ajili ya kupata maslahi fulani binafsi tofauti na jamii, basi anatudadavulia kinagobaga. Lakini pia unaweza ukatufuatilia kwenye mitandao ya kijamii kwa maana ya YouTube, Instagram pamoja na Facebook kwa anwani pekee ya Mlimani TV UDSM. Mwalimu Ndioila, umepita sehemu nyingi zaidi ya vyama viwili, lakini pia kwenye nafasi tofauti. Lengo lako kuu hasa ilikuwa ni nini? Shukrani sana. Lengo lolote la mwanasiasa ni kuwatumikia wananchi. Japo sio wote. Wapo wanaoingia kwenye siasa kwa malengo tofauti. Mwingine anaingia kwenye siasa kwa lengo la kuwa kiongozi wa chama cha siasa. Lakini asilimia kubwa ya wanasiasa wanaingia kwenye siasa kwa lengo la kupata uwakilishi. Ukisema uwakilishi unamaanisha nini? Uwakilishi nikiwa namaanisha either
kupata uwakilishi, kusimama kama sauti ya wananchi. Okay. Sijui inaeleweka vizuri hapo? Yaani kusimama kama sauti ya wananchi, nikiwa na maanisha ya kwamba siasa ni ajira, tukatai. Pamoja na kwamba ni ajira, huyo anayetafuta hiyo ajira ana wito. Na tukisema wito tunamaanisha kwamba kujitolea. Kujitolea, sahihi kabisa. Ana hali ile ya kujitolea, au anaingia kwenye siasa tu kwa lengo la kutafuta ajira tu. Hiyo dhamira yake lazima iwe na wito ndani yake. Na katika siasa zako ama katika maisha yako kwenye siasa, japo sasa hivi umeacha, umepita sehemu nyingi. Sahihi. Ulikutana na mgongano wa kimaslahi labda binafsi? Shukrani sana. Katika siasa mgongano wa maslahi binafsi huwa haukosekani. Na hakuna mwanasiasa anayeingia kwenye siasa anakuambia mimi sina maslahi. Maslahi binafsi huwa yapo. Kuna maslahi binafsi, maslahi ya jimbo, maslahi ya taifa na maslahi ya umma au maslahi ya chama niseme. Sasa hapa mwanasiasa ni lazima uweze kutofautisha. Mfano tuchukulie mfano janga la corona lile. Corona COVID-19, yes. Ile COVID ilileta mgongano mkubwa sana, mawazo tofauti bungeni. Kuna wabunge ambao walisema sisi hatutaingia bungeni kwa sababu bunge lifungwe, tusubiri kwanza mpaka ili janga litakapokuwa limeisha, au serikali itupe mpango mkakati kwa namna gani tutaweza kupambana na hili janga. Lakini wapo wengine ambao walisema hapana, tuingieni, tuchukue tahadhari dhidi ya tuchukue tahadhari kujikinga na hili janga. Lakini wakati tunachukua tahadhari, tuwe tunajadili ni kwa namna gani tutawasaidia wananchi wetu. Kuna wengine wanasikika kabisa kwamba bwana, nimeingia kwenye siasa inategemea kulipwa labda kiasi fulani. Kuna mmoja aliwahi kufanya hivyo, lakini akaja kutulia, hakuendelea kuzungumzia tena. Hii inazorotesha vipi uaminifu kwa wananchi, yani uaminifu wa mwanasiasa kwa wananchi? Kwa sababu yule alikuwa na jinadi kabisa kwamba mimi nikiingia bwana nitakuwa napokea kiasi fulani, lakini pia hata kwenye taasisi yangu ya mara ya kwanza ambapo nilikuwa nafanya nitaendelea kupokea kiasi fulani. Kwa hiyo nitakuwa na jumla ya mshahara kiasi fulani kwa mwezi. Hii inatuathiri vipi ama inaathiri vipi wananchi kwenye kujenga uaminifu wao na serikali labda? Shukrani sana mtangazaji. Mwanasiasa wa aina hiyo, huyo ni mwanasiasa anayetumia siasa moja kwa moja kama ajira. Lakini pia hawa wanasiasa ni lazima tuwasaidie wananchi waweze kuelewa pale narudi. Tuelewe kwa sababu gani? Kuna wanaoingia kwenye siasa kwa malengo yao, sio kwa ajili ya kusimama kama sauti ya wananchi. Kwa hiyo sisi tunaopata nafasi kama hivi na wanaotutazama, tuwaelimishe kwamba ni kwa namna gani tuisaidie jamii ili iweze kutambua huyu ni mwanasiasa mwenye wito na huyu ni mwanasiasa anaingia kwenye siasa kama kitega uchumi. Sawa, tukatai. Yeye amesema kwamba ana kitega uchumi hiki, kwamba ana mapato yake haya, lakini pia ameingia kwenye siasa ili apate 1, 2, 3. Na alitaja kabisa. Na akavitaja. Japo mimi simfahamu na sijafuatilia sana, lakini kwa mujibu wa maneno yako hayo naweza kusema ya kwamba mwanasiasa wa aina hii, wanasiasa huwa wanateleza sana katika kuzungumza. Lakini wananchi, jamii lazima impime kwa namna gani katika hoja na sera ambazo amezizungumza. Je, ataweza kuzisimamia? Je, hoja alizozizungumzia zina uhalisia? Ili tumpime kwamba huyu ni mwanasiasa ambaye amefanikiwa kutoa huduma, nini tunaangalia? Cha kwanza, lazima tuwe wafuatiliaji. Tuwe wafuatiliaji kwa namna gani? Tumfuatilie huyu mtu amekuja kipindi hiki cha uchaguzi au tulikuwa naye tangu mwanzo? Amejitoa aidha kwenye misiba, kwenye mambo yoyote ya kijamii, sio misiba tu. Imetokea kuna hospitali labda wanataka kujenga barabara, kuna changamoto 1, 2, 3, wanachanga wananchi. Je, na yeye anachangia chochote? Ujenzi wa shule anachangia chochote? Umeona? Kuna wale wanaokuja dakika za jioni kama nimevyosema mwanzoni. Yaani yeye anakuja kipindi cha uchaguzi kimefika na baada ya uchaguzi hamuoni tena. Kwa nini? Kwa sababu amekosa. Uchaguzi ukikaribia anarudi tena. Sasa jamii zetu lazima tuzisaidie. Tuzisaidie kwa namna gani? Hapa ndipo ambapo tunaenda kutengeneza aina ya viongozi ambao mimi iwaga inanipa shida kidogo.
Tuna malengo ya miaka 25. Asilimia kubwa ya wapiga kura kwa mujibu wa sensa ya 2022, asilimia kubwa ya wapiga kura ni vijana. Sasa hawa vijana kwa miaka 25, miaka 25 yani 2050. Hawa vijana, huyu kijana sasa hivi wa miaka 20 atakuwa na miaka 45 46 huko. Ndio. Sasa huyu anaweza akaingia kwenye mchakato wa maamuzi wa kisiasa au na yeye akawa ni sehemu kama raia tu wa kawaida. Je, tunamuandalia nini kwa miaka ile 25? Unaona? Sasa hapa tunakuwa tunatengeneza kwa mujibu wa siasa kama hizi sasa za maneno mengi, mimi nitafanya hiki, lakini pia kwa mujibu wa siasa hizi hapa tunatakiwa sasa kama vijana wajikite katika kuchagua viongozi ambao wanaweza wakasimamia yale matatizo yao. Tutamjuaje kama wanaweza kusimamia matatizo yetu? Ni ishu dogo tu. Amewahi kujitolea kuwa katika shida zetu, au anaishi changamoto zetu, au amekuja tu imetangazwa uchaguzi ndio mnamuona huyo, umelala ameamka, jamani fulani amechukua fomu huyo amerudisha. Sasa sio taratibu. Na hawa aina hiyo unakuta mtu ana fedha nyingi kweli, yani anaingia kwenye uchaguzi. Na jamii zetu za Kitanzania, asilimia kubwa wa Tanzania tumetokea familia ambazo ni maskini. Lakini sasa unakuta mtu huyu atatumia kile kipato kuwashawishi wananchi, aidha kwa kanga, licha ya kanga tu atawanunulia chakula, kaeni nimewapikia chakula, nitafanya 1 2 3. Wananchi ile kinawadanganya kwa haraka zaidi, na hapo ndio ambapo tunakuja kupoteza viongozi. Tunapata wakati mgumu sana. Mimi nikikaga nikitafakari baada ya uzinduzi wa dira tu, huwa nikifikiria Tanzania na ifikiria kwa miaka 25 ijayo. Umeona? Tuna malengo sawa ya kuwa na utawala bora. Tunaupataje huu utawala bora? Tumalizie hapo. Tuna chaguzi 5 zilizobaki kufikia 2050. Tuna 2030, 35, 40, 45 tunaingia 50. Sasa hiki ndio kipindi kitakacho tusaidia sasa wananchi tuandae viongozi ambao sasa watakuwa wana wito wawajibikaji na wazalendo kwa taifa lao, ili tuweze kufikia malengo ya dira ya taifa 2050. Vijana sasa hivi ukimwambia habari za siasa anaona kama haimuhusu. Si ndio? Lakini pia umeongelea masuala ya dira. Kwa mfano sasa hivi tuna dira ya mwaka 2050. Kiongozi aliyepo sasa hivi siye kiongozi ambaye atakuwepo mwaka 2045. Na viongozi wanatofautiana mitazamo. Ataingia huyu atafanya hiki, ataingia atafanya hiki, ataingia atakuja na sera hii, atakuja na sera hii, atashindwa kuendeleza kile ambacho kiongozi mwenzake alikiacha. Tunafanikiwaje kufika? Mimi nakataa kauli yako ya kusema atashindwa kumalizia kitu ambacho kiongozi wake alikiacha. Tuna mfano mzuri, hayati Magufuli, Mwenyezi Mungu amrehemu. Aliacha miradi mingi. Ndio. Hadi ikiwemo na mradi wa SGR. Ameingia Rais Samia. Mbona anatekeleza? Kwa hiyo tusiwe tuna fikra potofu. Yaani tusiwe tuna fikra negative kwenye maono ya taifa letu. Hakuna kiongozi anayeingia madarakani anasema mimi jamani nikiingia madarakani sileti maendeleo. Atachaguliwa? Hawezi kuchaguliwa. Na ili uchaguliwe lazima upendwe. Na ili upendwe lazima ujipendekeze. Sio, unanielewa? Nikisema kujipendekeza nikiwa na maana ya kwamba serikali au viongozi, kwa sababu tukisema serikali, viongozi wote wa serikali wanapatikana kwa michakato ya kupiga kura siasa. Sasa ili uweze kupigiwa kura uchaguliwe, wapelekee wananchi wako maji, shida zao ni ishi sadau. Wana shida na umeme, peleka. Wana shida na shule, jenga. Wananchi hawatakupenda. Watakupenda kwa sababu unaishi shida zao na unawatatulia shida zao. Sio, unanielewa? Kwa kuwa unawatatulia shida zao na wao wanasimama kukupigania, wenda kukuunga mkono kwa sababu wanaona huyu ndiye yeye. Hujawahi kuona mtu anasimama kwenye jukwaa anaongea alafu wananchi wanapiga makofi? Unadhani ni kwa nini? Ni kwa sababu ameongea kile kitu ambacho kipo ndani ya fikra za wananchi. Tuna miaka 25 kufikia mwaka 2050 kwa maana ya dira ya maendeleo. Unadhani hii miaka iliyopo ni mingi sana au ni michache mno? Tungesogeza mbele angalau kidogo ili tuweze kuwa na tunaita long term planning, kwa maana ya mpango wa maendeleo wa muda mrefu zaidi kwa ajili ya kuweza kufanikisha vitu vingi zaidi. Shukrani sana. Hii dira ya maendeleo ya taifa ya maendeleo 2050 ni mpango wa muda mrefu. Miaka 25 sio midogo. Kuna maono ya muda mfupi ambayo ndio ilani zenyewe. Na ilani yaliyomo ndani ya ilani
yanakwenda sambamba. Yaani hakuna jambo lipo kwenye ilani likaenda kinyume na yaani dira, kwamba jambo lipo kwenye ilani alafu likaenda tofauti na malengo ya dira ya taifa. Hakuna kitu kama hicho. Kwa hiyo malengo ya muda mfupi ambayo ndio ya miaka mitano ndio ilani yenyewe. Kwamba tunaona sasa miaka mitano, ndani ya miaka mitano tunataka tufanye nini? Ndani ya miaka mitano tutakiwa tuzalishe ajira ngapi? Mfano ilikuwa ni kama sijakosea mwezi wa kwanza hivi. Alizungumza waziri wa viwanda na biashara. Nimsikiliza. Sema sisi kufikia 2030 tumejipanga kuzalisha ajira milioni 6 na laki 5. Ajira hizi milioni 6 na laki 5 kijaribu kupitia ilani za vyama vya siasa. Sasa tuzungumzie ilani, sababu nikisema ilani ilani, yani viongozi walioko madarakani wanatekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi. Ndio. Si ndio? Kwa hiyo ilani ya Chama cha Mapinduzi ndio ilani ya serikali. Kwa hiyo wanaangalia tuzungumzie issue ya viwanda. Walizungumzia lazima tutengeneze viwanda kila wilaya, kila halmashauri. Lakini hivi viwanda lazima vitengeneze ajira, kwa sababu kilio kikubwa cha vijana ni ajira. Asante. Kwa mujibu wa sensa ya watu na makazi ya mwaka 2022, vijana ambao wapo miaka 17 kushuka chini ni zaidi ya 42.8 huko, tunakaribia 43. Na ndio vijana hawa ambao mwaka 2045, mwaka 2030 watakuwa tayari washavuka, wapo tayari kwenye majukumu wengine ya familia zao, wengine majukumu ya taifa. Vijana hawa sasa hivi tunawasogeza vipi kwenye waijue siasa vizuri zaidi, wasio kama vijana sasa hivi ambao hawakujengewa misingi mizuri? Shukrani sana. Vijana wanahitaji waelimishwe. Tuelimishe vijana waweze kuwatofautisha hawa wenye wanasiasa wawajibikaji, yani wenye wito, na hawa wenye siasa, wanasiasa wanaoingia kwenye siasa kama mtaji. Licha ya kuwajua hao wanasiasa wanaoingia kwenye nafasi mbalimbali kama kwa ajili ya kupata ujira, wengine ni wajibikaji, nini kifanyike? Maana tunazungumza sana elimu kwa vijana, elimu kwa vijana, elimu kwa vijana, elimu kwa vijana. Hiyo elimu kwa vijana inatolewaje sasa? Shukrani sana. Kuna ukiwa bado wadogo. Shukrani sana. Tuna vyanzo vingi vya elimu. Vyanzo vingi vya elimu, lakini umemzungumzia kijana wa kuanzia miaka 17 kuendelea. Ambaye mwaka 2030, 2045 atakuwa miaka 18. 18. Shukrani sana. Ina maana huyu kijana bado mwanafunzi, si ndio? Kwa sasa hivi bado ni mwanafunzi, aidha wa shule ya msingi au sekondari. Shukrani sana. Iko hivi, kijana wa aina hii tunaweza kumsaidia kwa maana ya kwamba serikali sasa hivi imebadilisha mtaala. Mtaala nikiwa na maana ya kwamba kuna somo ambalo linaitwa historia ya Tanzania na maadili. Somo hili la historia ya Tanzania na maadili linaanza kumjengea mtoto ambaye ndio kijana wa 2045-50 maadili maadili ambayo yatamwekea utu na uzalendo katika taifa lake. Lakini mwalimu, hata vijana sasa hivi wamesoma uraia. Ni sahihi. Miaka hii wamesoma uraia, ambapo vitu tunavyosoma leo vingi una vijana sasa hivi walisoma hiyo, lakini tunaona wakishafika huko kwenye utendaji wao wanawaiga watu ambao wapo tayari kwenye siasa, wanaacha kile ambacho walikisoma kwenye makaratasi. Mimi nakataa. Kwa sababu gani? Ukisema vijana sasa hivi walisoma uraia, ni kweli walisoma uraia, lakini uwezi ukawafananisha ambao kijana sasa hivi, na maana akiwa mdogo alisoma somo la uraia, si ndio unamaanisha? Ina maana sasa uraia na historia Tanzania na maadili ni vitu viwili tofauti. Sio, unanielewa? Nazungumza mimi ni mwalimu. I'm talking with experience. Okay. Na nimefundisha somo linaloitwa historia Tanzania na maadili. Hili somo la historia ya Tanzania na maadili linafundisha kwa mapana zaidi. Uraia, civics, hiyo utafundishwa what is democracy, si ndio? Sawa, mifumo walikuwa wanatumia mifumo gani, types of government, sijui mambo, vitu kama principles of democracy na kadhalika. Lakini tunapozungumzia historia ya Tanzania na maadili, hili somo linamwandaa huyu mtoto, kwanza atajua tamaduni zake, tamaduni za nchi yake, atajua historia ya taifa lake. Pamoja na kujua historia ya taifa lake, atajifunza namna ya kulinda rasilimali za taifa lake, nikiwa na maana ya kwamba kulinda rasilimali za taifa lake, aidha serikali imetengeneza daraja, raia atakuwa ni mlinzi, hata utumika katika uharibifu, atalinda miradi yote ya maendeleo ambayo ipo kwa ajili ya huduma za mwananchi. Nini cha ziada kifanyike? Kwa sababu hiyo historia ya Tanzania tumesoma, watu vijana sasa hivi wamesoma.
kwenye historia huko wakiwa shule za msingi, lakini pia sekondari, lakini pia elimu ya juu wamesoma historia Tanzania wamekuwa wanasoma, lakini pia ukienda kwenye Kiswahili nako pia kuna baadhi ya tamaduni za Kitanzania unajifunza maadili na vitu vingine, lakini pia kuna somo la uraia ambalo linafundishwa kutoka shule ya msingi mpaka vyuo vikuu. Ukiachana na hilo, nini cha ziada kifanyike? Tumalizie hapo. Shukrani sana. Ni lazima tuwe viongozi kila mmoja akubali kuwa mfano mzuri wa kuigwa na mwenzie. Tutafika mbali. Kwa sababu gani? Wewe ukiwa mfano mzuri wa kuigwa na mwenzio, maana yake utafanya mazuri. Wewe ukiwa mzalendo, mwajibikaji, unapinga rushwa kwa vitendo, lakini pia unakemea ufisadi na kadhalika, mambo yote ambayo yanaweza kurudisha taifa nyuma, ndo hapo unakuwa mfano. Kwa hiyo kila mmoja asimamie nafasi ya kuwa mfano mzuri. Sasa hivi ukipita mtaani utaambiwa bwana siasa anafanya maisha yake na mimi nafanya maisha yangu, na mimi nafanya maisha yangu, ili mali tu siathiriki, waache tu waendelee na siasa zao. Unaambia nini watu kama hao? Asante sana. Siasa inamgusa kila mwanadamu. Siasa ni maisha na inamgusa kila mwanadamu. Kisema inamgusa kila mwanadamu, na maanisha ya kwamba hakuna maendeleo bila siasa. Na huyo mtu anayesema usimwache tu ni siasa hizo, huyo kuna mwanasiasa aliyefanya siasa kwa namna ambavyo sivyo au kinyume na alichokitarajia, ndo akampelekea yeye kuzungumza kitu kama hicho. Kwa sababu angekuwa kwamba kijana huyo angekuwa na kiongozi ambaye amepatikana katika mfumo wa kisiasa mzuri, imara, mwajibikaji, mzalendo, anayesimama kwa ajili ya wananchi wake, huyo kijana asingezungumza kitu kama hicho. Lakini wanazungumza kwa namna hiyo kwa sababu gani? Kwa sababu wanaona kuna baadhi ya wanasiasa wamekaa tu kama hebu wende umesimama kwenye siasa kwa ajili ya maslahi yao. Tumalizie, wewe ni mwanasiasa kwa kuzitenda na kuzifanya. Neno moja kwa wananchi, tumalizie hapo. Shukrani sana. Mimi neno langu bado najikita katika hoja ambayo tumezungumza. Ili tuweze kufikia malengo ya dira ya taifa 2050, lazima tuwe na utawala bora. Utawala bora tunaupata vipi? Tuandae viongozi wa kesho yetu wa 2050 ijayo, tuandae waje kuwa wazalendo, tuwapike katika uzalendo, uwajibikaji, na wakiwa na roho ya uzalendo. Wakiwa na roho ya uzalendo tu, watawajibika. Yaani hata nafsi yake mwenyewe itamsuta. Kwa hiyo ili tuweze kufikia malengo 2050 kwa manufaa ya Watanzania wote, kwa sababu sio kwa manufaa ya viongozi tu, kwa manufaa ya Watanzania wote, hatuna budi sisi kama wananchi kwanza kutoa ushirikiano mzuri kwa viongozi wetu, lakini si ushirikiano mzuri tu, na kuwa tayari kujifunza na kujielimisha kwamba ni kwa namna gani tuwe tunawachagua viongozi wetu. Je, tuwachague kwa ajili ya matumbo yao au yani kama wanaotumia siasa kama ajira au wanaotumia siasa kama huduma. Kwa hiyo tujikite kuwapa support, kwa sababu huduma ile ni kwa ajili yetu sisi wananchi. Naam, tujikite kuwapa support kwa sababu huduma hiyo wanaitoa ni kwa ajili ya sisi wananchi. Ni Mwalimu Dioila Zuberi Shabani nilikuwa naye kwenye mjadala kwa siku hii ya leo, na nikushukuru wewe ambaye ulikuwa na mimi kutokea pale mwanzo mpaka sasa hivi. Lakini pia tunafikia tamati. Ulikuwa na mimi Paul Galo mpaka wakati mwingine, panapo majaliwa kwake Mwenyezi Mungu. Nishukuru timu nzima ambayo imefanikisha mimi kufikisha hiki ambacho nimekufikishia nyuma ya kamera. Holness Mbisi, asante na kwaheri.